Kristo, kwa sababu Mungu amewekeza utajiri wake wote ndani ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wakati muhimu sana, wakati wa kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu, na kwa sababu niko na muda mchache mno, nitaenda moja kwa moja hadi kwa neno lake Kristo. Siku ya Jumapili nilipata challenge kubwa ya kwamba wewe pastor, wakati unaposimama hautaji majina yako. Kwa hivyo kunaweza kuwa na mgeni kwa majina yangu, Pastor Ruben, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuninehemisha siku hii ya leo nikaweze kusimama mbele yenu, nanyi mkaweze kuketi mbele ya neno lake Mwenyezi Mungu, tukaweze kushiriki kwa pamoja huu moyo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo siku ya leo tutasoma andiko liko katika kitabu cha Philemon, katika kitabu cha Philemon. Amen. Hamjawahi sikia kitabu ya aina hiyo? Philomena. It is a Philemon. Kulingana na Biblia yangu ya Kiswahili nasema Philomoni. Biblia ya Kimombo, I don't know how you can pronounce that word. Is it Philemon? Bwana asifiwe. Tuko pale, iko before kwa Ibrania. Mmefika hapo? Hamjui kuna kitabu kama hiyo kwa Biblia? Yes. In the book of Philemon, ni chapter moja tu. Nitasoma kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 19. Nitasoma kwa Kiswahili. Zote tumefika hapo? Yes, wacha tusome. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi, kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia, na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa akufaa sana wewe na mimi pia, niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nilitaka akae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama walazima, bali kwa hiari. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana na kwako wewe zaidi sana, katika mwili na katika Bwana. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe. Na kama amekudhulumu au unamwia kitu, ukiandike hicho juu yangu. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe, mimi nitalipa. Sikuambii kwamba nakuia hata nafsi yako. Nimesoma mpaka mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapotafuta wafanyikazi, ama wakati umeenda kuuliza kazi mahali,
kuna mtihani ambao huwa wa kujaribiwa ili kuonekana kana kwamba una uwezo wa kufanya ile kazi. Kwa lugha ya Kimombo tunaita interview. I don't know kwa Kiswahili nitaita namna gani. Na wakati tunapotafuta wafanyikazi na kuwafanya interview, mara mingi tunachagua aliye bora, tunachagua aliye na nguvu, tunachagua aliye na uwezo, na tunachagua aliye na ujuzi. Kila wakati tunapofanya interview huwa tunatafuta the best. Amen. Kweli ama si kweli? Lakini napotazama moyo wake Mwenyezi Mungu, Mungu ana moyo tofauti sana na mwanadamu. Kwa sababu wakati Mungu alipomuita Musa aende katika nchi ya Misri kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, wakati huu Musa alikuwa na miaka 80. Alikuwa ni mtu mkongwe. Alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na uwezo wa kuongea vizuri. Alikuwa ni mtu ambaye hana kazi ya kutembea. Alikuwa ni mtu dhaifu. Lakini kwa wakati huu ndio Mwenyezi Mungu aliweza kumuita ili akapate kumtumia. Vile vile unapotazama wakati Mungu alimtuma Samueli katika nyumba ya Eli. Samueli alipofika katika nyumba ya Eli ili akapate kumiminia mfalme ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu mafuta, Eli alileta vijana wake mbele ya Samueli, vijana waliokuwa na kimo, vijana waliokuwa na nguvu, vijana waliokuwa na sati, vijana walioonekana ya kwamba wana uwezo mkubwa sana. Lakini kila kijana aliye na kimo, aliye na sura ya kupendeza, anapokuja mbele yake Samueli, mafuta haikuweza kutoka. Mungu anakataa. Mpaka vijana wote walipopita. Na walipopita mbele ya Samueli, Samueli akamuuliza Eli, ina maana hauna mtoto mwingine? Eli akasema, kuna kakijana ambako kako kichakani kanachunga ng'ombe. Akanachunga huko kichakani. Yaani hata yule ambaye ako kichakani hahesabiki kana kwamba ni mtu. Na huyu alikuwa ni Daudi. Mungu akaagiza aitwe. Samueli akaagiza aitwe. Na wakati Samueli alipomuona Daudi, akasema hakika huyu ndiye. Mungu hapo ndipo aliweza kumfahamisha Samueli na kumwambia ya kwamba mimi si kama mwanadamu. Simuhesimu mwanadamu kwa uso. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni dhihirisho ya kwamba mioyo yetu na moyo wa Mungu ina tofauti kubwa mno. Ni wakati gani tunaweza kupokea moyo wake Mwenyezi Mungu? Ni wakati tunapofahamu ya kwamba mtazamo wetu na mioyo yetu ni miovu daima, siku zote mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo utakuwa na uwezo wa kutupilia mbali moyo wako, utakuwa na uwezo wa kubadili mtazamo wako na kukubali kupokea moyo wake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yafaa mpate kufahamu jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anavyofanya kazi katika kila mwanadamu. Ama hamuelewi ni wito gani Bwana amewaita nao? Kwa sababu dunia hii watu wengi wanatafuta ishara. Dunia hii, hata ndivyo Biblia inasema in the book of 1 Corinthians
chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse 21. Nisomee kwa lugha ya Kimombo. For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Inasema ya kwamba kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Bwana asifiwe. Sijui kana kwamba mumeelewa hilo andiko. Mungu anasema kwa vile dunia haikuweza kumjua Mungu. Inasema hivi, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Bwana asifiwe. Unapotazama Injili, kwa sababu wanadamu wana hekima yao, wakati Mungu anapotuletea Injili inakuwa ni upuzi kwa wanadamu, ni upuzi kwa wanaopotea. Amen. Lakini Mungu alipenda kutumia huo unaonekana kuwa upuzi kuwaokoa wanadamu ambao wanaoamini Injili. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni upuzi kuambia mtu ya kwamba ameondolewa dhambi zake milele. Si ni upuzi? Bwana asifiwe. Si ni upuzi kuambia mtu ambaye amekufa ni kulala amelala. Unapotazama maneno ya Yesu Kristo, ulimwengu na hekima yake inaposikiza neno la Yesu inaona kana kwamba ni upuzi. Lakini kwetu sisi ni neno lililo na nguvu liletao wokovu, kwa sababu Mungu aliona ni vyema atumie ule upuzi kuokoa wote watakao amini. Praise be to God. Hebu ruka mstari wa 26 na 27. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wenye hekima ya mwilini, si wengi, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Haleluya. Wakati tulipoitwa na Mwenyezi Mungu, hata mimi hakuna wakati nilikuwa nafikiria ya kwamba when I grow now I want to be a pastor. Bwana asifiwe. Hata kwa shule hakuna mtoto anasemanga hivyo. Si ni kweli? Anasoma zaidi awe rubani, anasoma zaidi awe daktari, anasoma zaidi. Bwana asifiwe. Lakini wengi wetu ambao hata tunaohubiri hii Injili, wengine wetu tuna upungufu wa masomo. Wengine wetu tuna upungufu wa hekima ya mwilini. Amen. Si wengi wenye nguvu. Bwana asifiwe. Mnajua nguvu ya dunia hii ni nini? Nguvu ya dunia hii ni nini?
ni pesa. Si ni kweli? Ni pesa. Si wengi wanaohubiri hii injili wenye nguvu, wenye pesa. Bwana asifiwe. Hata wenye wanaosikiza the prosperity gospel wanaambiwa namna gani? Ili ubarikiwe unafaa uangalie pasta wako ako na nini. Ukihubiriwa na pasta ambaye hana pesa, hata wewe utakuwa fukara. Hamjawahi sikia hiyo slogan? Bwana asifiwe. Tunadharauliwa kwa zile kazi tunazozifanya. Tunadharauliwa kwa kuwa duni hapa duniani. Lakini ingawa taweza onekana kuwa maskini, tumetajirisha wengi, kwa sababu ndani yetu kumejaa neno lake Mwenyezi Mungu, neno ambalo lina uzima. Bwana asifiwe. Si wengi wenye cheo walioitwa. Bwana asifiwe. Wengi wanaoitwa wakiwa wahubiri wa injili ya kweli, hata kazi wanazozifanya hawataki kuzitaja. Si ni kweli? Kwa sababu ni kazi ambazo hazionekani kana kwamba zina nini? Zina utukufu. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Bali Mungu aliyechagua mambo mapungufu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Huu ndio wito ambao Mwenyezi Mungu alituita katika hii injili yake takatifu. Amen. Kwa hivyo wapendwa, ingawa unaweza ukajiona ukiwa duni, ingawa hauna wingi wa mali, ingawa wewe ni mdhaifu, jambo lile sio hoja kwake Mwenyezi Mungu. Lililo hoja kwake Mwenyezi Mungu ni wache kujitazama wewe, umtazamie aliyekuita. Haleluya. Bwana asifiwe. Aliyekuita ana mpango mwema juu ya maisha yako. Praise be to God. Somo la leo tumesoma katika kitabu cha Philemon. Kitabu hiki cha Philemoni ni barua iliandikwa na mtume Paulo, ikiandikiwa Philemon kwa sababu Philemon alikuwa na mtumwa mmoja alikuwa anaitwa Onesimus. Philemon alikuwa the master to Onesimus. Ndiye alikuwa amemwajiri kazi. Na Onesimus akamkosea Philemoni. Na wakati huu ilikuwa ni wakati wa Roman Empire. Na wakati Warumi walipokuwa wakitawala dunia, mtumwa hakuhesabiwa kama mwanadamu. Mtumwa angemkosa bwana wake, alikuwa anauawa na hakuna mtu anaweza akauliza swali lolote. Na hata wa leo kuna nchi ambazo zinakaa namna hiyo. Mnasikia wasichana wetu wanapouzwa katika nchi ya Saudi Arabia, wengine wana sign contracts ambazo zimeandikwa kwa Kiarabu na hawaelewi. Wengine ni kuuzwa, wanauzwa kama watumwa. Na katika ile nchi, mtumwa bwana wake anaweza akafanya lolote lile atakalo kwa sababu amemnunua. Amen. Yohana, unasikia wasichana wetu maybe amerushwa kutoka ghorofa ya 15, ameangushwa chini, serikali ya huko haiongei kitu, wazazi wa huko wanasihi serikali ya huku iongee na ile serikali, lakini ni sheria zao.
Amen. Wakati huo Filomeni alikuwa na mtumwa alikuwa anaitwa Onesimus, na Onesimus akatenda dhambi kubwa kwake Filomoni, na Filomoni badala ya kumuua akamweka korokoroni. Na wakati Onesimus aliwekwa korokoroni, ikawa naye Paulo amekamatwa kwa ajili ya Injili, akawekwa ndani ya ile korokoro. Wakapatana pale na Onesimus. Bwana asifiwe. Paulo akamhubiria Onesimus mpaka Onesimus akapokea Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unapotazama katika mstari wa 11, formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Okay, nikichoka mtaiangalia kwangu. Soma tena. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Kuna Biblia ingine inasema hapo mwanzo alikuwa unprofitable but now profitable. Nataka hiyo version. Mpe kifaa cha sauti. Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Yes, unapoangalia Paulo akiandika ile barua anamwambia Philemon ya kwamba huyu Onesimus mwanzo alikuwa hana faida, lakini sasa una faida kubwa mno kwangu na kwako. Bwana asifiwe. Kristi, niangalie basi kama inawasumbua. Mko sawa? Ni sawa. Bwana asifiwe. Verse 11 inasema mwanzo alikuwa hana faida, lakini sasa yuna faida kubwa mno kwako. Unapotazama maisha ya Onesimus imegawanyika mara mbili. Maisha ya Onesimus imegawanyika mara mbili. Before he met Paul na after he met Paul. Kabla hajapatana na Paulo na baada ya kupatana na nani? Na Paulo. Kabla hajapatana na Paulo alikuwa ni mtu ambaye hana faida yoyote. Alikuwa ni mtu ambaye katika kazi alizozifanya kwa Philemon ilikuwa ni kazi ya ubatili, kazi mbaya mno. Lakini alipopatana na Paulo, alipopokea Injili, Paulo akaandika barua akampea, kwa sababu wakati wake ulifika wa kutoka korokoroni. Ingawa Onesimus alitenda dhambi Philemon, Onesimus hangeweza kurudi kwa Philemon. Bwana asifiwe. Ama wewe ukifutwa kazini na uwekwe gerezani alafu umalize kifungo, unaweza ukarudi kuuliza kazi kwa ile kampuni, kwa ule mwajiri alikuwa amekuajiri? Unaweza? Kwa nini hauwezi? Ingawa umetumikia ile dhambi aliyokufanya, bado ile dhambi iko ndani ya moyo wake. Ama kweli si kweli? Bado ile dhambi ama ile kitendo ulitenda kiko mbele yake, si kweli? Onesimus anaweza kuwa dhambi yake haijulikani na watu wengi, lakini dhambi yake na uovu wake unajulikana sawa sawa na
Amen? Unaelewa? Ndio maana hata akitoka kwenye gereza, yeye mwenyewe hangeweza kujipeleka kwa Filemoni. Lakini hapa amepatana na Paulo. Paulo anasema namna gani? Kwa mpendwa Filemoni, mpokee I am sending him who is my very heart back to you. I would have liked to keep him with him so that he could take your place in helping me when I'm in chains for the gospel. Bwana asifiwe. Angalia, Paulo ndiye anayemtuma Onesimus kwa Filemoni, lakini anamtuma akiwa na waraka mkononi. Tuseme huyu Onesimus amefika kwa Filemoni, anagonga mlango. Filemoni anauliza ni nani? Anagonga tena, ni nani? Onesimus anasema ni mimi. Wewe nani? Onesimus, nataka ujiweke katika hiyo situation Mtu amekutendea kama asubuhi, sijui kama ni asubuhi ama ni jana usiku, my wife alikuwa ananionyesha kuna picha ina trend sana kwa mtandao. Maid amepoison mtoto wa miaka ngapi? Miaka 4. Tunaona sasa tuseme Onesimus alikuwa amefanya kitendo kama hicho kwa atasema namna gani? Akifungua mlango aone ni Onesimus, utafanya namna gani? Mtu ambaye amekutenda kitendo tena hiyo, come on, let us listen together. Utafanya namna gani? Kwanza utamuuliza, utamkasia macho na kumuuliza, unataka nini hapa? Hapana, nimeachiliwa gerezani. Sitaki kujua kama umeachiliwa gerezani. Umekuja hapa kufanya nini? Kwa sababu uovu wake ungali mbele yako. Amen? Toka hapa. Enda, sitaki kukuona. Lakini unafikiri situation ya Onesimus ilikuwa namna gani? Aliposimama mbele ya Filemoni alimkasia macho kama vile tu unavyosema na kumuuliza, unataka nini hapa? Nini imekuleta hapa? Sitaki kujua kama umemaliza kifungo. Hufai kuwa hapa mbele yangu. Lakini ingawa Onesimus hana uzuri wowote, ingawa Onesimus hana jambo lolote lililo njema la kusimama mbele ya Bwana wake, mikononi mwake ako na barua. Amen. Hii barua ni ya nani? Hii barua ni ya nani? Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusimame kidogo. Simama tu kidogo. Stretch yourself. Mpige kwa taratamu ndani ya taki ma. Stretch yourself. Yes. Sasa mtaketi mkinijibu. Hii barua ilikuwa ya nani? Yaani kunyeta umenyeta hivyo mbele ya neno lake Mwenyezi Mungu. Hii barua ilikuwa ya nani? Mtu hapo nje anasikia kweli? Hii barua ilikuwa ya nani? Yes, nataka life church like that. Muwe life hivyo. Kaeni chini. Please. Unafikiri ni rahisi kusimama mbele ya watu wanakuangalia hivyo tu hawakujibu? Unasikia? Nasikia vibaya sana. Mama Kike anasema unasikia vibaya sana. Sijui ni nini iko ndani ya mioyo yenu. Lakini tupilia moyo wako mbali kuja kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Amen? Onesimus hakuwa na jambo zuri la kusimama mbele ya Filemoni.
kwa sababu dhambi yake ilikuwa bado mbele ya nani? Ya Filemon. Lakini alikuwa na barua ambayo imeandikwa na Paulo, na Paulo alikuwa ni mtu muhimu sana ndani ya maisha na ndani ya moyo wa Filemon. Amen. Ndio maana Paulo anatangulia na kusema ya kwamba ingawa niko na amri ya kukuamurisha kama mimi Paulo jambo utakalolifanya, bali kwa saa hii na kusihi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Paulo alikuwa ni mtu mkuu mno ndani ya moyo wa Filemon. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Onesimus amekuja kutoka korokoroni, ingawa hana uzuri wowote, ingawa hana wema wowote, hakuna tendo hata moja ambalo anaweza akasimama nalo mbele ya Filemon. Baada ya Filemon kumwangalia, unafanya nini wewe hapa? Toka hapa. Lakini kabla hajatoka anamwambia namna gani? Onesimus anaambia Filemon namna gani? Nimekuletea hii barua. Ni ya nini hii barua? Imetoka kwa Paulo. Wakati Filemon aliposikia Paulo, akamuuliza, umepatana na Paulo wapi wewe? Nimepatana na Paulo korokoroni. Mtu ambaye unaye muhesimu zaidi. Kama saa hii ningekuwa hapa niwaambie niko na barua kutoka kwa rais ambayo amewaandikia. Amen. Lakini nitawasomea hiyo barua kutoka kwa rais baada ya kusikia neno. Mtataka neno kwanza ama hii barua kutoka kwa rais? Hii barua kutoka kwa rais? Kwa rais. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati Onesimus aliposema ya kwamba niko na barua kutoka kwa Paulo, attention yote ya Filemon ikawa kwa nani? Kwa Paulo. Ati Paulo akachukua ile barua. Wewe unafikiri akichukua ile barua alifanya nini? Akasoma ile barua. Amen. Angalia verse 17. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Bwana asifiwe. Filemon alipokuwa akisoma ile barua akafika verse 17. Soma tena verse 17. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Paulo anamwambia namna gani? Unapoangalia kuna verse 12 alikuwa anasema niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa. Amen. Yaani Paulo ndani ya ile barua, ndani ya ule waraka ameweka moyo wake. Bwana asifiwe. Na anaambia Filemon ya kwamba sasa huyu kwa lugha ya Kimombo inasema is my verse of hapo kabla tusasoma 17. Is it my bosom? Kitu kama hiyo. Verse of I am sending who is my heart back to you. Kuna ingine inasema my nisomea hiyo inasema hivyo. Whom I have sent again, thou therefore receive him, that is my own voice. Yes. Yaani huyu ni moyo wangu mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Nani moyo wako? Wewe unafikiri moyo wa pasta ni nani? Moyo wa pasta ni nani? Mke wake? Hapana. Watoto wake? Hapana. Bwana asifiwe. Acha tuachane na hiyo. Lakini Paulo anasema Onesimus ni moyo wako.
ni moyo wake, amemzaa yeye. Sasa Philemon akafika mstari wa 17. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. This is recommendation. Imeandikwa, imagine recommendation ikiandikwa. Unajua tukitafuta kazi tunatakanga recommendation letter, si ni kweli? Alafu recommendation letter yako imeandikwa na rais, utakosa hiyo kazi? Ni ngumu sana. Rais wa Jamhuri ya Kenya ndiye amerecommend hiyo barua yako, hauwezi ukakosa hiyo kazi. Na sasa Paul anaambia Philemon, mpokee Onesimus kama vile unavyoweza kumpokea Paulo. Bwana asifiwe. Verse 18. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Kama amekuia kitu, kama amekudhuru, na kama kuna kitu unamdai, iandike juu yangu mimi. Bwana asifiwe. Praise be to God. Amen. Wakati Philemon aliposoma ile barua, alimtazama Onesimus, akamfungulia mlango na akaweza kumkumbatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Paul anamwambia Philemon, huyu Onesimus hapo mwanzo hakuwa na faida kwako. Amen. He was unprofitable, but now he is profitable. Kwa nini? Kwa sababu amezaliwa na nani? Na Paulo katika Injili. Haleluya. Onesimus wakati hakuwa amepokea Injili, alikuwa ni mtu ambaye aliishi bila faida yoyote kwa Philemon, kwa dunia yote, na hata mbele zake Mwenyezi Mungu. Amen. Lakini baada ya kupokea Injili kutoka kwa Paulo, Paulo anamrecommend na kusema ya kwamba yeye alikuwa unprofitable, but now he is profitable. Bwana asifiwe. Mnaona Onesimus wa aina mbili, Onesimus yule ambaye hakuwa amepatana na Paulo, na Onesimus ambaye amepatana na nani? Na Paulo. Bwana asifiwe. Wapendwa, hata sisi siku moja tutasimama mbele yake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amen. Mhubiri wa asubuhi ya leo ametufahamisha na kutuonyesha nyakati ambazo tunazoishi. Umeona tumebakisha miaka ngapi ili siku ya unyakuzi ifike? Miaka imeshaisha. Amen. Bwana asifiwe. Miaka ya unyakuzi imeshaisha. We are in grace time. Amen. Wakati wowote unyakuzi unaweza ukafanyika. Haleluya. Na sasa hata nasi siku moja tutasimama mbele zake Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Sisi ni wale hatuna wema wowote, hatuna uzuri wowote. 2 Corinthians. Samahani, kuna joto sana, lakini tutulie tu kwa muda mdogo. 2 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10.
Soma kwa lugha ya Kimongo. Known yet regarded as unknown. Dying, known yet regarded. First Corinthians, sorry. First Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor idolaters, nor effeminate, nor abusers, or themselves with mankind. Verse 11. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and in the Spirit of our God. Msidanganyike au hamjui, wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike, waserati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio, wala wevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakazwa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Unapoangalia verse 9 and verse 10, haya ndio ilikuwa maisha ya Onesimus, na haya ndio maisha yetu sisi. Watukanaji, warefi, waserati. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Na hao watu wote hawatarithi uzima wa milele. Onesimus alikuwa anaishi hivyo, lakini kwa nasibu alipatana na Paulo korokoroni, na alipopatana na Paulo korokoroni akapokea injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipopokea injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, Paulo akaandika waraka wa kumrecommend. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu amekwisha takazwa, amekwisha oshwa, amekwisha fanywa haki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho wake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa sababu amepatana na injili. Amen. Na sisi tulikuwa tunaishi kwa Bwana wetu kama Onesimus. Hatuna jambo zuri tunaweza likatufanya tusimame mbele ya Mungu Baba yetu. Hatuna matendo tunaweza tukasimamisha ambayo tumetenda ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu ili tukubaliwe naye. Bwana asifiwe. Lakini kwa nasi sisi tulioishi kama walevi, sisi tulioishi watukanaji, sisi tulioishi waabudu sanamu hapa duniani, ambayo tuliishi vile tunavyotaka, tulipatana na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tulipopatana na Yesu Kristo, alitupea barua, na hii barua ndio itakayotufanya tusimame mbele zake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Angalia 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from me or from you?
You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. Bwana asifiwe. Wacheni tusome pamoja verse 2. 1, 2, 3. Nanyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Bwana asifiwe. Sisi ndio barua. Hii barua imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Nani amechora hii barua kwa mioyo yetu? Mungu ndiye amechora hii barua ndani ya mioyo yetu. Hii barua ni gani? Je, ninyi mko na barua? Yes. Mko na barua kutoka kwa Yesu? Yes. Hii barua inasema nini? Oh, you have letter and you don't know inasema nini? Angalia turudi 1 Corinthians 6. Angalia hii barua vile inasema. Verse 11. And that is what some of you are. But you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mko na barua? Inasema namna gani? Sema vile barua inasema. Inasema namna gani? Lakini nimeoshwa, lakini nimetakazwa, lakini nimehesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua watu wengi hapa duniani wanajitahidi ili watende matendo mema wampendeze Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Lakini Onesimus akiwa korokoroni alitenda tendo gani amfurahishe Philemon? Alikuwa mwovu mbele ya nani? Ya Philemon. Bwana asifiwe. Lakini wakati Philemon aliposoma waraka kutoka kwa Paulo, the recommendation from Paul, alipoisoma aliweza kumkumbatia nani? Onesimus. Bwana asifiwe. Alipomkumbatia alimgreet aje? In the recommendation Paul anaambia Philemon namna gani? Umpokee kama vile unavyoweza kunipokea mimi mwenyewe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na huyu Paulo alikuwa mtu mkuu sana kwa Philemon. Anamwambia mtiriti vizuri. Haleluya. Amen. Nasi siku moja tunaenda kwa kumkutana na Mungu wetu. Siku moja tutakuwa mbele zake Mungu katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Ingawa sisi ni waovu, ingawa sisi ni wadhalimu, ingawa sisi ni wachafu. Haleluya. Lakini tutasimama mbele yake Mwenyezi Mungu ambaye amejawa na utakatifu, ambaye amejawa na utukufu. Haleluya. Amen. Akituuliza tumekuja nini? Niko na barua kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Akisikia Yesu, haleluya. Ati Yesu, umepatana na Yesu. Haleluya. Na Yesu anasema namna gani?
Kuna kitu kizuri umefanya? Hapana. Lakini kabla haujaondoka, utaambia Mungu namna gani? Niko na barua kutoka kwa nani? Yesu ndiye kitu cha dhamana zaidi na zaidi moyoni mwake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna jina lingine tulilopewa duniani na hata mbinguni, jina liletao wokovu, jina linaloheshimika isipokuwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo ukifika mbele ya Mungu na useme una waraka wa Yesu, umeandikwa wapi? Yule waraka umeandikwa wapi? Umeandikwa moyoni. Umeandikwa namna gani? Lakini nimeoshwa, lakini nimetakazwa, lakini nimehesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikia vile Mungu atamwambia. Sikia vile Yesu ataambia Mungu. Verse 18 in the book of Philemon. Soma verse 18. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Rudia tena. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Bwana asifiwe. Amen. Paul anaambia Philemon, kama kuna makosa yeyote Onesimus alifanya, kama kuna hasara yeyote alikupeleka, uovu wake wote na makosa yake yote uyaandike kwangu, mimi nitalipa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Angalia 2 Corinthians chapter 5 verse 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. He has committed to us the message of reconciliation. I need another Bible. Inasema not imputing that fashion. Nani akona hiyo? Verse 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiunganisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe, asiwahesabie makosa yao. Bwana asifiwe. Not imputing their sin on them. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hivyo Paulo anasema kama Onesimus anakuia kitu, usimwekelee hiyo deni, niwekelee mimi. Isaiah 53 verse 6. We all like sheep, we have gone astray, each of us has turned up on our. We all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dhambi zako na maovu yako imewekelewa nani? Imewekelewa nani? Makosa ya Onesimus na uovu wake uliwekelewa nani? Yeah. Hamjaelewa hiyo barua ya Paulo? Umeelewa? Verse 18, Paul anaambia Philemon, ikiwa Onesimus alikudhuru, ikiwa Onesimus
Onesimus unamuia, inasema namna gani? Kama kuna kitu unamdai, kama kuna kitu unamdai, andika juu yangu. Haleluya. Makosa ya Onesimus na makosa yenye Onesimus alifanya Philemon na barua ya Paulo, ni nini ilikuwa na nguvu? Ni barua ilikuwa na nguvu. Haleluya. Amen. Dhambi zote ulizozitenda, uovu wote ambao unautenda, na barua ya Yesu Kristo, ni nini iko na nguvu? Ni barua ya Yesu Kristo. Kwa sababu Isaiah 53 verse 6 inasema sisi ni kama kondoo tumepotea, kila mtu na njia yake, lakini Bwana amemwekelea uovu wetu sisi wote. Haleluya. Nani wa kulipishwa uovu wetu? Ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Unajua watu wengi husema ambao hawataki kuamini Injili kwa sababu Injili wanaihesabu kuwa ni upuzi. Amen. Wanasema ukihubiri Injili ya aina hiyo, it is the most dangerous gospel, kwa sababu unaambia watu wakae vile wanavyotaka kwa sababu dhambi zao wamesamehewa. Lakini niwaulize wapendwa, wacha niwaulize, let us listen together. Ukinunua kitu yako ya dhamana, kitu ya dhamana zaidi kuliko vitu vyote, ile kitu unaitunza, si ni kweli? Na ili isije ikakupotea, wacha niulize Baba Samii, kitu yako ya dhamana sana kuliko vitu vyote unavyo kwa nyumba ni kitu gani? Kile umenunua na pesa zako, ukatoa pesa mingi ukanunua, ni gari. Amen. Na kwa sababu ni ya dhamana, ile gari anaiwekea insurance. Inamaanisha namna gani? Na ameiwekea ile policy ambayo ni nzuri mno. Inamaanisha insurance, inamaanisha nitasemaje sijui kwa Kiswahili nitasemaje? Insurance inasemanga kwa nasi, sijui ni kwa nasi, okay? Kwa nasi jambo litukie, ile gari iibiwe. Baba Samia amepotewa na gari yake? Hapana. Insurance itafanya nini? Italipa. Amen. Kwa nasi ile gari igongwe, ile insurance itafanya nini? Lakini si unaona ni kwa nasi, ni tukio likitukia, na si lazima litukie. Amen. Bwana asifiwe. Lakini hii kitu ya dhamana uko nayo, kwa sababu ili iwe yako ya milele, ndio maana iko na insurance. Haleluya. Sijui kama ninyi mnajua hii insurance inasemanga kwa nasi. Amen. Jambo litukie. So, kwa sababu Baba Samia gari yake iko na insurance, ameambiwa aende akigonga gari zote hivyo atalipwa? Hapana. Inasema kwa nasi jambo hili litukie. Amen. Sisi nasi, angalia wokovu tulio nao in the book of 1 Peter 1 verse 18. Soma kwa haraka, muda wangu umeisha. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed for the empty way of life handed down to you from your ancestors. Nanyi mjue ya kwamba mlinunuliwa si kwa vitu viharibikavyo kama dhahabu na fedha. Amen. Bwana asifiwe.
Mmeelewa hiyo neno? Nani asoma kwa Kiswahili? 1 Peter 1:18. Nanyi mfahamu kwamba mliokolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Verse 19. Bali kwa damu ya thamani kama mwana-kondoo asiye na nila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nani mjue ya kwamba mliokolewa si kwa vitu viharibikavyo kama dhahabu na fedha. We know. Tunajua hapa duniani ile chuma ya thamana mno ni dhahabu. Si ni kweli? Yes. Lakini sisi tumenunuliwa kwa dhamana kubwa kuliko dhahabu na fedha, yaani damu ya Yesu Kristo. Unaweza fikiria Mungu ametuokoa wokovu wa hivi ati wokovu wetu tukiteleza kidogo unapotea, ati gari yako ikiibiwa imekupotea, unless uwe ulipata insurance ya third party. Lakini kama umekata insurance iliyo bora, comprehensive, hakuna wakati hiyo gari yako itafanya nini? Itakupotea. Ikichomeka, comprehensive wanakununulia ingine. Amen? Kwa sababu ni ya dhamana. Wewe unafikiri wokovu huu wa dhamana kuliko dhahabu na fedha Mungu hajauwekea insurance? Amewekea. Huu wokovu hauwezi ukapotea kamwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu sikia vile insurance inasema. Sikia vile insurance inasema kwa nasi. 1 John chapter 2 verse 1. Sikia vile insurance, the policy of insurance ya wokovu inasema. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Rudia tena. My dear children, I have write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Bwana asifiwe. Is that not an insurance? Bwana asifiwe. Mnatenda maovu? Mkitenda maovu wokovu wenu unapotea? Insurance inasema namna gani? Sikia, insurance inasemanga kwa nasi watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili msitende dhambi. Ukiuliza Baba Samii, insurance inamwambia tunakupea hii cover in case something happen. Sisi wenyewe tutafanya nini? Tutagharimika. Kwa sababu wakati sisi tuliokolewa, Roho Mtakatifu aliingia ndani yetu. Haleluya. Sasa hatuenendi kwa mwili tena, tunaenda kwa Roho. Na kwa nasi tujipate tumeanguka katika maovu, tumeanguka katika udhalimu, unafaa ujihukumu ama usimame utazamia insurance? Utazamia nini? Insurance. Na insurance inasema namna gani? We have advocate. Hallelujah.
kukutetea. Amen. Bwana asifiwe. Mtu akiwa na kesi, amekosea na ako na wakili, kuna haja ya yeye kuzida akienda kotini? Nani anaenda kotini kwa niaba yake? Wakili. Kukitanwa jina, nani anasimama? Swali ikiulizwa, nani anajibu? Sisi tunaye wakili ama hatuna? Tunaye. Nani huyu? Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wapendwa, wacheni niwaambie, hakuna uzima wa milele ikiwa hakuna ukombozi wa milele. Jose, hujasika hiyo? Sisi zote, hata vile mhubiri wa asubuhi alikuwa anasema, watu wamekusanyika makanisani wakitafuta kuwa na uzima wa milele. Si kweli? Nyinyi mna uzima wa milele? Kwa nini mnasema mna uzima wa milele? Uzima wa milele hauwezi patikana pasipokuwa na wokovu wa milele. Mwani toko? Mungu ni milele. God is eternal. Bwana asifiwe. Na yale mambo Mungu anafanya, it is eternal. Ikiwa Mungu ametuokoa, it is eternal. Ni milele. Angalia Hebrews 9 verse 4. Nimalize. Hebrews 9 verse 4. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered in the most holy place of once for all by his own blood, that obtaining eternal. Nisomea kimombo ingine. Neither by blood. Yes, I need that one. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place by obtaining eternal redemption for all. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisa kupata ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu aliingia patakatifu pa watakatifu kwa damu yake yeye mwenyewe, akawa ametukomboa na ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu alikuja ili tuwe na uzima wa milele. Haleluya. Ama si hivyo John 10 verse 28 inasema? Na mnaliangalia tu badala muangalie kama ndivyo inasema. John 10 verse 28. Nikumaliza na maliza. John 10:28 inasema, I gave them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Bwana asifiwe. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Bwana asifiwe. Ili tuwe na uzima wa milele, ni lazima tupokee ukombozi wa milele. Ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Yesu aliingia mara moja tu patakatifu pa watakatifu, si kwa damu ya mbuzi wala ya ng'ombe, bali kwa damu yake akawa ametukomboa na ukombozi wa milele. Milele ni kusema namna gani? Milele ni kusema namna gani? Hakuna kutoka mwanzo mpaka kilele. Haleluya. Tumepokea nini? Ukombozi wa milele. Na kama tumepokea ukombozi wa milele, tuna uzima
wa milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini watu wengi kwa sababu hawajapokea ukombozi wa milele, wako na wokovu ambao unawaka unazima, unawaka unazima. Mnaibanga hiyo wimbo, zinawaka zinazima. Bwana asifiwe. Zinawaka zinazima, lakini wetu ni unawaka 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 na utakaa milele kwa sababu wokovu wetu ni wa milele, ni wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Barua yetu inasema namna gani? Tumeoshwa, tumetakazwa, tumehesabiwa haki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu. Amen. Barua yako inasema tumeoshwa kwa muda, tumeoshwa kwa muda, tumeoshwa milele. Haleluya. Tumetakazwa milele, tumehesabiwa haki milele kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, mna barua? Mna barua? Hiyo barua ndio Mungu anayotaka kumuonyesha. Amen. Mungu awabariki.